Nichukue fursa hii adhimu kumpongeza mkurugenzi mtendaji tena na timu yake yote, pamoja na kutoa mikopo hii kama ilivyokuwa sera ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini mmeboresha kuitoa hii mikopo kwa njia ya uwazi. Jambo hili mnaolifanya ni kubwa na linastahili kuigwa na mahala popote pale, hasa kwenye halmashauri zetu zinazohusika na utoaji wa mikopo hii. Hii mikopo imekuwa na changamoto nyingi na malalamiko ya wananchi, lakini nyinyi mmekuwa kinara wa kutengeneza mfumo mzuri wa utoaji wa hii mikopo, nikiamini utoaji wa mikopo hii kwa njia hii ya wazi, moja, inahamasisha wananchi wengine na kuwafunza namna ya upatikanaji wa hii mikopo, lakini inaondoa malalamiko kwa sababu wanajionea wazi wananchi wanaopata mikopo hii ni wananchi wa kawaida wa kariba yao wanaoishi nao, tofauti na hapo zamani mikopo hii ilikuwa ikitolewa kwa siri. Mikopo imetolewa na hatujui nani amepata. Kwa wananchi wanapokuwa na malalamiko tunashindwa namna ya kuwathibitishia, lakini leo hii mmefikia kilele cha mafanikio cha namna bora ya utoaji wa mikopo hii, nawapongeza sana. Lakini nichukue fursa hii pia kuwapongeza maafisa maendeleo ukiongozwa na wewe mwenyewe Bi Agnes Fadhili Elikunda, na ni wasii sana maafisa maendeleo wote, hasa wakata, wananchi wetu wapo kwenye kata, uelewa juu ya upatikanaji wa mikopo hii inatakiwa uanzie huko kwenye kata. Tukisikia kuna malalamiko kutoka kwenye kata fulani, maana yake mtu wa kwanza ambaye huwajibiki pasavyo ni wewe afisa maendeleo. Leo kipekee sana niwapongeze kwa sababu wote mmeonyesha hali ya kuwatumikia wana Mbeya vijijini. Hongereni sana. Ndugu zangu, nimeelezwa kuwa kwa kipindi cha miaka 5 kufika siku ya leo, mfuko huu umeweza kutoa mikopo ya jumla shilingi bilioni 4,581,933. Naipongeza halmashauri ya Mbeya kwa juhudi na mikakati ya kuweza kukuza mtaji ambao leo unawezesha kukopesha vikundi mbalimbali mikopo ambayo haina riba. Na hapa ni wasii kupitia mkurugenzi unayemwakilisha mkurugenzi mtendaji, endeleeni kupambana kuhakikisha mnakusanya mapato ili ile 10% ya mapato yote izidi kuongezeka na wanufaika wa mikopo hii katika maana ya idadi wazidi kuongezeka, na hatimaye jikute jimbo zima la Mbeya vijijini wahitaji wote wa mikopo wanapata mikopo kwa haraka na coverage inaongezeka. Matarajio yangu ni kuwa mikopo hii itatumika kama mlivyoandika kwenye maandiko yenu ya kuomba mikopo hii. Lakini pia sheria ya fedha ya serikali za mitaa sura 290 na ilani ya Chama cha Mapinduzi sura ya 5 ibara ya 57 kifungu C kinachosema kuwezesha wananchi kiuchumi kwa kuhakikisha kwamba fursa ya mikopo kwa ajili ya mitaji inapatikana bila urasimu kwa masharti nafuu na kuwafikia wananchi wengi mijini na vijijini kama nilivyosema awali.